Nikisema mimi naweza kuambia jahil, mjinga, hajui, hajasoma, naridhia majina yote hayo. Lakini napenda ninukuu fatawa za maulama ili lijulikane ni swala ambalo kwamba limejadiliwa na maulama. Katika majmuu al-fatawa wa maqalat mutanawwi'a cha Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, mujallad wa 15 safha ya 79, lilikuja swali: je, miandamo ya mwezi inatofautiana? Na je, kuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha? Yani je, Ramadhani twafaa kufuata miandamo ya mbalimbali, yani kila moja fuate kwao, lakini Adha lazima tufuate hujaji? Swali hili ameulizwa nani? Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alayhi, rudi katika majmuu fatawa maqalat mutanawwi'a safha 15 ama safha 79 mujallad wa 15. Sheikh anasema fa dhahir annahu la farqa baina Ramadhana wal Adha. Asema dhahir, wazi lioko katika sharia ni kuwa hakuna tofauti kati ya Ramadhani na Adha, fima a'lamuhu min ash-shar', kutokana na kile ninachokijua mimi kutokana na sheria. Amekataa kabisa Sheikh Abdul Aziz bin Baz kutofautisha kati ya Ramadhani na Adha katika kuangalia mwezi. Asema zote zaangaliwa nini? Zinaangaliwa mwezi. Twende kwa wapili. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika kitabu chake Majmuu al-Fatawa mujallad wa 20, Sheikh anaulizwa: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق, ikitofautiana siku ya Arafa kwa kutofautiana sehemu za mbalimbali, fi matali'il hilali, katika miandamo ya mwezi, fahal nasumu, je tufunge, tabaa ru'yatil baladi allati nahnu fiha, kwa kufuata mji ambao kwamba tuko ndani yake, am nasumu tabaa ru'yatil haramain, ama tufuate ru'ya na muandamo wa haramain, tufate Makka? Sheikh anajibu Majmuu al-Fatawa mujallad wa 20, anasema hadha yubna ala ikhtilafi ahli al-ilm, ili linajengewa kwa ikhtilafu ya ahli al-ilm, hal al-hilal wahid fi ad-dunya kullaha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali'. Asema hili lajengewa na maneno ya ahli al-ilm walipozungumzia mwezi, je ni mmoja popote utakapoonekana ufuatwe, ama unatofautiana kwa kutofautiana matali'. والصواب na usawa, maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, والصواب na usawa, annahu yakhtalifu bi ikhtilafi al-matali', ni kuwa inatofautiana kwa kutofautiana miandamo. Famathalan, kwa mfano, akatoa na mfano, sikiza vizuri mfano: idha kana al-hilalu qad ru'iya bi Makkah, ikiwa mwezi umeonekana katika mji wa Makkah, wa kana hadha al-yawm, na ikawa hiyo siku, huwa al-yawm at-tasi', ni siku ya 9. Umeonekana wapi? Makkah. Wamefika siku ya ngapi? Ya 9, ambapo kwamba ni siku ya Arafa kwao na ndio siku ya wukufu. Asema fa innahu wa kana hadha al-yawm huwa al-yawm at-tasi', asema wa ru'ya fi baladin akhar, na ukaonekana mwezi katika mji mwingine bali na Makkah, kabla Makkah bi yawm, kabla ya Makkah kwa siku. Kuna sehemu wameona kabla ya Makkah kwa siku moja, wametangulia katika kuona. Ina maana siku ya 9 ya Makkah kwao itakuwa ni siku ya ngapi? Ya 10, wametangulia. Asema wakana yawmu arafata indahum al-yawm al-ashir, na ikawa siku ya Arafa kwao ni siku ya 10, yani siku ya Arafa ya Makkah ambayo ni 9 kwao ni siku ya ngapi? Ya 10. Sikiza hukumu kwa uzuri anatoa Sheikh Ibn Uthaymeen. Asema fa innahu la yajuzu lahum an yasumu hadha al-yawm, haifai kwa wao kufunga siku hiyo. Ni 9 Makkah, watu wako katika nini? Ibada ya Arafat kule, lakini kwao ni ngapi? 10. Anasema haifai kwao kufunga siku hiyo. Kwa nini? Asema li'annahu yawmu Eid, kwa sababu ni siku ya Eid kwa wao, madamu ni siku ya 10, hata kama Makkah ni 9. Asema wakadhalika, na vile vile, lau qaddara, lau itakadiriwa, annahu taakharat ar-ru'ya, kinyume sasa, kule wameona kabla ya Makkah, sasa wameona baada ya Makkah, kama ilivyokuwa hali kwetu. Lau taakharat ar-ru'ya, wamechelewa watu katika kuona. Makkah wameona mwanzo, kisha wao wakaona siku inayofuatia. Wakana al-yawm at-tasi' fi Makkah huwa ath-thamin indahum, asema ikawa siku ya 9 Makkah kwa wao ni siku ya ngapi? Ya 8.
asema fa innahum, hakika wao, yasumuna yawma at-tasi'i indahum, watafunga siku ya 9 kwao, sio ya Makka, watafunga siku ya 9 kwao, almuwafiq liyawmi al-ashir fi Makka, ambapo kwamba inafikiana na siku ya 10 ya Makka. Makka wako 10 lakini wao wako ngapi? 9. Watafunga lini? Watafunga 9 yao hata kama Makka ni 10. Asema hadha huwa alqawlu arrajih, hii ndio kauli ambayo kwamba yenye nguvu. Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen katika Majmu' Al-Fatawa mujallad wa 20, rudi utayapata. Na ametoa maneno kama haya Sheikh Ibn Uthaymeen katika mujallad wa 19 safha ya 41, akasema wakadhalika yawmu Arafa ittabi'u albalad alladhi antum fihi. Hili ni swali lilikuja kutoka Pakistani, watu ambao kwamba wanafanya katika ubalozi wa Saudia Pakistani, wanasema sisi tumetofautiana na baladul haramaini, tumetofautiana na Makka, tufuate wapi? Nchi yetu Makka kule ama tufuate huku ambapo kwamba tufanya kazi? Sheikh akawaambia wakadhalika yawmu Arafa ittabi'u albalad alladhi antum fi, fateni kule ambapo kwamba mlipo. Kwa hivyo tumemwona Sheikh Abdul Aziz bin Baz, tumemwona Sheikh Ibn Uthaymeen, twende kwa watatu. Sheikh Hani bin Abdullah al-Jubair ni kadhi wa mahkama ya Makka, ameulizwa swali kama hilo. Jibu lake asema فإذا كان المسلم في بلد يعمل الرؤية الشرعية, ikiwa muislamu yuko katika mji ambao kwamba unafanyia kazi ru'ya shar'iyya, kuangalia mwezi kisheria, wayatamiduha tariqan liithbati at-tarikh, na anaitegemea kama njia ya kuthibitisha tarehe, fa innal muslima fihi ya'malu bimuqtada ma athbatahu al-mukhtassuna indahu, muislamu katika mji huo atafanyia kazi kile walichokithibitisha watu ambao kwamba wanafuatilia mambo ya mwezi. Asema wayasumu Arafata yawma at-tasi', na atafunga Arafa siku ya, angalia mashekhe wanavyofungamanisha saumu ya Arafa na siku ya 9. Hivi ndivyo ilivyo. Rudi katika al-cha al-Imam al-Shafi'i radhiyallahu anhu, tuona anakuambia yawmu Arafa huwa al-yawm at-tasi' wal-Eid huwa al-yawm al-ashir, siku ya Arafa ni siku ya 9. Rudi katika neno kwa Ibn Qudama al-Maqdisi katika al-Mughni, anasema wa amma yawmu Arafa fa huwa al-yawm at-tasi' min dhil-hijja, ama siku ya Arafa ni siku ya 9. Hakuna mwanachuoni anasema siku ya Arafa ni siku ya watu kusimama katika kiwanja cha Arafati, wanaifungamanisha na siku. Asema wayasumu Arafata yawm at-tasi', atafunga Arafa siku ya 9, walau kana yuwafiqu fi Makkah al-yawm ath-thamin aw al-ashir, hata kama Makkah itakuwa ni siku ya 8 ikiwa wao wametangulia kuona, ama ni siku ya 10 ikiwa wao wamechelewa kuona. Makkah ni 8 ama ni 10, lakini kwenu ni 9, utafunga lini? Utafunga 9. Haya ni maneno ya Sheikh Hani, kadhi wa Makka au mahkama ya Makka. Tuende kwa Ibn Jabrin, wote ni maulama wakubwa wa biladul haramain. Anasema, anaulizwa Nigeria wakitangulia katika kuona mwezi ama wakichelewa watafanya vipi? Watafata kwao ama watafata haramain? Sheikh amejibu jawabu refu, kwa atakayetaka baadaye atakuja kuniona nimpatie. Kisha akasema fa ala hadha yasihu li ahli Nigeria ومن حولها ومن بعدها من البلاد الإفريقية أن يعملوا برؤيتهم. Nigeria na waliokuwa baada yao kabla yao katika nchi za Kiafrika wafaa kufuata nini? Ameulizwa swali la Nigeria, ndio maana anataja Nigeria. Wafaa kufuata kwao. Asema fayasumu Arafa, watafunga siku ya Arafa, wayadhbahu adhahihim, na watachinja vichinjo vyao, walau sabaku bilad al-haramain, hata kama watatangulia nini? Haramain, yani wataona kabla yao. Nimalizie kwa sababu wakati umeenda sana. Sheikh Salih Al-Fawzan na Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ali Sheikh katika fatawa za al-Lajna ad-Daima kwa fatwa ya 21825 limekuja swali kutoka Mayoti. Mayoti ni moja katika visiwa vya Komoro ambavyo kwamba viko chini ya uongozi wa Mfaransa. Nimepelekwa swali, tufuate wapi sisi? Kumetalifiana miandamo huku na kwenu, tufuate wapi? Fatwa iliyotoka katika al-Lajna ad-Daima kwa nambari 21825, rudi ukaangalie, ambapo kwamba imepitishwa na mufti wa sasa Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, mufti wa sasa wa Saudia,
na Sheikh Saleh Al-Fauzan wanasema fuateni kwa mwandamo wa kwenu, sawa ikiwa imetangulia Makka ama imechelewa Makka. Hizi ni fatawa ndugu yangu, sijazitoa mimi, wamezitoa maulama wakubwa wa Saudia. Na ikiwa huniamini, Mwenyezi Mungu akikupa khata ukaenda haji ama umra, nenda kaulize. Alhamdulillah, kila sehemu kuna kibanda cha fatawa katika neno haram. Nenda kaulize, waulize sisi Arafa tufaa kufuata wapi? Arafa ni lini? Tufunge lini? Kwa hivyo haya ni masaila ambayo kwamba yapo. Yani usitiwe maneno ya kuwa hili ni swala liko kwetu tu, huku hakuna kwengine. Dunia nzima yafuata mahujaji isipokuwa huku kwetu Kenya peke yake. Hakuna swala hilo Sheikh. Si dunia nzima. Pengine zaidi ya nusu ya Waislamu wataswali Jumatano, hawaswali Jumanne kama huna habari. Fuatilia, nenda kaangalia Indonesia wanatangaza Eid lini, Malaysia, Brunei, Singapore, Morocco, Senegal, Mauritania, nchi nyingi zimetangaza Eid Jumatano kwa kufuata mwezi wao. Haina mafungamano na haji. Lakini unaona sawa ni kuwa ufuate hujaji, fuata ndugu yangu. Waona sawa ni kula Eid Jumanne, kula Eid Jumanne, na tukwambia Eid Mubarak. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Hakuna tena jamani wakati wa kuzozana na kuvurugana na kuteta. Paka lini tutateta? Sisi ni umma mmoja, tutakana tushikane, tupendane. Huu si wakati wa kugombanisha. Huu si wakati wa kutia fitna. Mtu unapopita sehemu kwa waka moto, ukishindwa kuuzima, basi angalau kikombe cha maji kimoja tu umwagie moto ule, utulize ile harara. Leo sisi tumekuwa tumwaga mafuta katika moto ili uzidi kuwaka. Kwa nini? Hata tutaka wahda. Naam, tutaka wahda, tutaka umoja. Lakini umoja, swali linakuja hapa. Mtu anakuambia tutaka umoja, kwa hivyo sote tufuate hujaji tule pamoja. Hatukatai wahda, tutaka. Lakini kwa nini umoja mpaka kina fulani wawafuate nyinyi? Kwa nini siwe nyinyi muwafuate kina fulani? Kwa nini umoja upande mmoja tu, usio pande mbili? Alafu jambo la pili, wahda tuutaka, lakini usawa wa kutekeleza ibada vile vile ni muhimu zaidi. Ibada ya Eid yafaa kutekelezwa siku ya 10. Sasa mimi nikitekeleza ibada siku ya 9 kwa kutaka wahda, natafuta wahda kwa kuvunja ibada, usawa ibada. Ama nitekeleza ibada siku ya 8 na yafaa kufanywa siku ya 9. Una wasiwasi, wataka kufanya ihtiyati, kuweka akiba, funga 8 na 9. Na ndivyo walivyosema maulama wa fiqh, al-ahwat an yasuma al-8 wa 9. Kuweka akiba ni kufunga siku ya 8 na siku ya 9. Funga Jumatatu, ikiwa wewe wakula Jumatano, funga Jumatatu na Jumanne. Kwa nini? Ni akiba. Kwa nini akiba? Wanasema maulama wa fiqh, limuwafaqati al-waqi', kwa sababu ya kuwafikiana na waqi'. Pengine mwezi ulitangulia katika kuandama lakini hamkuuona. Kwa hivyo waqi' siku ya 9 ni ya 8 katika mwandamo wenu. Kwa hivyo ili usipitwe na kuwafikiana na waqi', angalia maulama wa fiqh walivyokuwa makini, hawakusema limuwafaqati al-hujjaj kwa kuwafikiana na mahujaji, kwa kuwafikiana na waqi'. Uenda kwenu nyinyi 8 ikawa ndio siku ya 9, lakini ingawa kisheria ndio 8, isipokuwa ifunge katika kuweka akiba, usipitwe na fadhila ya siku ya nini? Siku ya Arafa. Hakuna muda wa kuzozana, hakuna muda wa kuteta na kukoseana heshima, kubakia ihtiram na heshima. Kila mmoja humheshimu mwenzake. Hakuna haja ya kutupiana makosa ama umlalamikie mtu na umwambie mwapenda sana nyinyi kukhalifu kwenda kinyume. Miaka 2 iliyopita hatukula pamoja. Kwa mfano, miaka 2 iliyopita Eidul Adha si tumekula pamoja, hakukuwa na ikhtilafu. Sasa kama kwa pendo kutofautiana, tungetofautiana. Ama mtu atoke aende akamtukane kwa mfano chief kadhi wa Kenya. Kwambia chief kadhi gani? Chief kazi tu huyu, ana maana yoyote. Kwa nini umkosea heshima kiongozi? Kama mختلفiana naye,ختلفiana naye, fuata utakavyo, lakini wewe umkosea heshima. Sasa utamkosea heshima kwa sababu umesema tufuate mwandamo huku. Sasa na hao utawatukana vile vile kama ulivyomtukana chief kadhi. Hao manake wamesema yale aliyosema yeye, hao nao utawatukana. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuoneshe haki ilipo tuweze kuifuata.